Yes, mtazamaji, kupitia Biomedia unajipatia habari mbalimbali. Kipi ambacho kinaendelea kuna ulimwengu wa habari za siasa, burudani, michezo na matukio mbalimbali. Jina langu ni Official Rose D. Shukrani sana kwa ambaye tayari umekwisha kuwa mwanafamilia. Lakini kama bado ndo kwanza unatutazama hii leo, karibu subscribe kwa ajili ya mtu kwanza kupata taarifa mbalimbali. Leo tunaangazia taarifa ambako mwanadada Mange ametoboa siri afya ya Tundu Lissu. Kumbe amekosa matibabu mahabusu, aandika rufaa kesi yake ya uhaini. Karibu sana tuangazie taarifa wakati huu kwa kubwa kabisa kunako ulimwengu wa siasa. Ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye amewasilisha maombi rasmi katika mahakama ya rufaa Tanzania jiji la Dar es Salaam akiomba kesi yake ya uhaini namba 7203/2216 ya mwaka 2026 isikilizwe kwa haraka iwezekanavyo. Maombi hayo yanatokana na uamuzi wa amri ya Mahakama Kuu Tanzania katika Criminal Session kesi namba 00001965 ya 2025 iliyotolewa tarehe 24 Februari mwaka 2026. Katika hati ya Certificate of Urgency iliyosainiwa na Mheshimiwa Lissu tarehe 10 Machi 2026, ameeleza sababu za dharura zinazohitaji kusikilizwa kwa haraka kwa kesi hiyo. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Lissu amewekwa mahabusu tangu tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2025 na hadi sasa ni zaidi ya miezi 11 bado yuko gerezani. Lakini cha pili, tarehe 7 Septemba mwaka 2017 alinusurika jaribio la kuuawa kwa risasi nyingi zilizopigwa mwilini mwake na hivyo kusababisha majeraha makubwa ya kudumu na matatizo ya afya yanayoendelea hadi leo. Lakini jambo la tatu ambalo ameorodhesha baada ya tukio hilo, amekuwa chini ya uchunguzi wa mara kwa mara na kuhudhuria clinic mbalimbali kwa matibabu na ufuatiliaji. Lakini jambo la 4, kuendelea kwake gerezani kumezuia upatikanaji wa matibabu kadhaa yaliyopangwa na hivyo kuweka afya yake na maisha yake hatarini. Amesitiza kuwa asipopata kusikilizwa kwa haraka atasalia kupata madhara makubwa yasiyorudi nyuma, madhara yasiyoweza kurekebishwa na haki yake inaweza kushindwa. Ameomba mahakama hiyo itoe cheti cha dharura na kuamuru maombi yake yasikilizwe mara moja ili kuzuia madhara zaidi kwa maisha yake. Maombi hayo, mtazamaji, yameandikwa na kufungwa na Mheshimiwa Lissu mwenyewe, yakiwa yametumwa kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP, huduma ya taifa ya mashtaka na wengine wahusika. Yameandikishwa katika mahakama ya rufaa tarehe 11 mwezi Machi mwaka 2026. Hali hii inaangazia wasiwasi mkubwa kuhusu afya ya kiongozi huyu wa upinzani ambaye amekuwa gerezani kwa muda mrefu wakati kesi yake ikiendelea. Wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na wafuasi wengine wameendelea kutoa wito wa kuachiliwa kwake mara moja bila masharti, huku akisisitiza umuhimu wa haki na hifadhi ya afya yake. Kesi hii inaendelea kuvutia umakini mkubwa ndani na nje ya nchi, ikihusiana na masuala ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa katika taifa la Tanzania. Maoni yako katika hili moja kwa moja wakati mwingine nitaangazia. Mimi ni Official Rose D. Till next time. Bye bye.